Ni mchezo wa ligi kuu Tanzania bara ambao unachezwa kwa siku hii leo, ambapo Simba wanawakaribisha Coastal Union kwenye uwanja wa Meja Isamuhyo. Ni moja mchezo ambao kila mmoja anautazama kwa jicho la tofauti, lakini pia haswa ni namna ambavyo upande wa Mwalimu Steve Becker amekuja na mabadiliko ya kikosi chake. Kwa siku hii leo amekuja na mfumo wa 4-4-2. Sasa kabla sijakwenda kukiangazia kikosi hapa, nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito. Karibu tuweze kuangazia kikosi kwa upande wa klabu ya Simba dhidi ya Coastal Union. Upande wa golini yupo Hussein Abel. Upande wa Hussein Abel, tangu kwa upande wa Mamadou Tanji kupatwa na majeraha, sasa umekuwa ni wakati wake wa kuendelea kuaminiwa ndani ya kikosi cha kwanza. Kazi yake kubwa itakuwa ni kuokoa tu ile mipira ambayo watakuwa wakitumia mara nyingi Coastal Union, hasa ile counter attack. Maana kwamba atakuwa na tunasema kwamba atakuwa ni lazima aweze kusogea hasa kwenye mipira mirefu ambayo watakuwa wanaitumia Coastal Union, ili yeye ndiye awe mchezaji wa mwisho kuweza kunasa mpira. Lakini pia kwenye upande wa beki ya pembeni kulia yupo Nassan Chilambo. Kwa upande wa Chilambo tumeweza kumuona kwenye mechi za hivi karibuni, amekuwa ni mmoja mchezaji ambaye kuna kitu hasa ambacho amekionyesha, namna ambavyo anacheza, namna ambavyo anazuia, kila kitu anakifanya vizuri zaidi. Lakini pia wakati mwingine kwa upande wa mwalimu anaweza kumhitaji zaidi kuweza kupanda juu kwa ajili ya kutoa upana wa uwanja, hasa wakati winga wake ya pembeni ambapo anakuwa anaingia ndani. Huu ni mfumo ambao mara nyingi kwa upande wa mwalimu Steve Becker amekuwa akiutumia mara kwa mara. Lakini pia kwenye upande wa beki pembeni kushoto yupo Nixon Kibabage. Kwa upande wa Kibabage, naye atakuwa na kazi kubwa upande wa kushoto. Anatakiwa kuhakikisha Coastal Union wanapata nafasi rahisi kupitia upande wake, lakini akiwa na mpira anaweza kupanda na kuongeza nguvu kwenye mashambulizi. Hapa ndipo ushirikiano wake yeye pamoja na winga pembeni, namna ambavyo watakuwa wakiaminiana zaidi kutokana na vile ambavyo watakuwa wakicheza. Ni moja mchezo ambao tunautazama kwa jicho la kitofauti kwa sababu ni moja mechi ambayo itakuwa ni nzuri kweli kweli. Tukienda kutazama kwenye upande wa mabeki wa katikati kwenye upande wa klabu ya Simba, maana kwamba kwenye upande wa beki katikati yuko Ismail Ture, ambapo tunafahamu kwa upande wa Ismail Ture ni mmoja wa wachezaji muhimu kwenye kikosi, lakini pia amekuwa na uwezo mzuri wa kutumia nguvu zake, lakini pia mipira ya juu na mapambano ya ana kwa ana. Pia anaweza kuwa tishio wakati Simba inapata kona au mipira ya adhabu. Mara nyingi amekuwa akishinda zaidi, hasa kwenye mechi zilizopita tumeweza kuona namna ambavyo amekuwa ni mchezaji muhimu. Lakini pia Rashid Dirak naye pia atacheza kwenye eneo hilo, maana kwamba yeye ndiye nahodha ndani ya kikosi cha Simba. Kwa upande wa Rashid tunafahamu ni mmoja wa wachezaji ambao wamekuwa ni wazoefu wa kuweza kusoma mchezo. Ushirikiano wake yeye pamoja na Ture umekuwa ni muhimu zaidi ndani ya kikosi kutokana na namna ambavyo amekuwa wanacheza. Kwa upande wa Ture tumeweza kumuona namna ambavyo amekuwa na uwezo wa kusogeza timu mbele, lakini pia Rashid pia naye pia amekuwa ni mzuri zaidi hasa kwenye mipira ya penalty pale ambapo Simba akiweza kupata, tumeweza kumuona akiwa anatumia nafasi hiyo. Maana kwamba kwenye upande wa ulinzi mambo yatakuwa namna hiyo. Wakati huo pia kwenye eneo la kiungo cha chini Neo Maema anaendelea kuaminiwa na mwalimu Steve Becker. Kwa upande wa Neo tunafahamu anaweza kuwa mmoja wa wachezaji muhimu katika kuunganisha safu ya ulinzi na mashambulizi. Anaweza kusogeza mipira mbele, lakini pia kubeba mpira na kutafuta nafasi katikati ya mstari. Lakini pia kwa upande wa mwalimu Steve Becker atakuwa akimtaka zaidi acheze karibu na viungo wake wa juu ambao watakuwa wanacheza zaidi. Sasa kulingana na aina ya mfumo, maana kwamba Kratos Chota Chama yeye ndiye atakuwa anacheza yeye pamoja na Neo Maema. Yapo kwa upande wa Maema yeye atakuwa anabaki chini, Chama anasimama juu yake. Na hapa ndipo ambapo kuna akili ya mashambulizi kwa upande wa klabu ya Simba. Mara zote wamekuwa wanacheza hivyo. Kwa upande wa Chama tunafahamu anaweza kucheza kati ya mstari, lakini pia kutoa pasi za mwisho na kuweza kufunga pia. Ameweza kudhihirisha hiyo msimu huu, mabao mawili kwenye upande wa ligi kuu Tanzania bara. Maana kwamba ni mchezaji ambaye amekuwa ni muhimu kweli kweli. Lakini pia kwenye upande wa winga pembeni kulia yupo Libas Geye. Kwa upande wa Libas Geye tunafahamu huyu ndio silaha muhimu kwa upande wa kulia kwa upande wa klabu ya Simba. Amekuwa na uwezo wa kutumia kasi yake, movement na uwezo wa kumkabili beki mmoja kwa mmoja. Lakini pia mfumo huu unaweza kumpa nafasi zaidi ya kawaida, kwa sababu kwenye eneo la mbele kutakuwa na washambuliaji wawili kulingana na aina mfumo ambao mwalimu amekuja nao. Lakini pia kwenye upande wa winga pembeni kushoto yuko Anset Oura. Kwa upande wa Oura tunafahamu naye anakuwa silaha kubwa upande wa kushoto, ana kasi, nguvu na uwezo wa kupeleka mpira mbele. Kwa upande wa kocha atakuwa akimhitaji zaidi kuanzisha mashambulizi kwa ajili ya kuipanua ile backline ya klabu ya Coastal Union, ili akiweza kupata nafasi aweze kuingiza kwenye eneo la ndani zaidi kulingana na aina mfumo ambao mwalimu amekuja nao. Lakini pia washambuliaji watakuwa wawili kulingana na aina mfumo ambao mwalimu amekuja nao. Kwanza atakuwepo Elim Panzu. Tunafahamu kwa mechi za hivi karibuni Mpanzu
amekuwa akicheza kwenye eneo hilo la kushambulia kutokana na uwezo wake mzuri wa kudribble, lakini pia na kusogea zaidi kwenye ndani ya box. Maana kwamba mwalimu amemweka kwenye eneo la ushambuliaji. Hiki ndicho kitu pekee ambacho atakuwa anakifanya. Maana kwamba mabeki wa Coastal Union kipindi ambacho atakuwa na mkaba, tayari kuna mshambuliaji mwingine ambaye atasaidiana kwenye mchezo wa siku ya leo ambaye ni Ibrahim Dombia. Kwa upande wa Dombia sasa anapata nafasi pia kuanza kwenye mchezo baada ya michezo miwili kuanzia bench, lakini kwa upande wa mwalimu kwenye mechi hii ameona kwa upande wake inaweza ikamfanya Dombia aweze kuonyesha kiwango cha hali ya juu na kuweza kufunga, japo mpaka sasa hivi bado hajaweza kufunga kwenye upande wa ligi kuu Tanzania bara. Maana kwamba huu ni